Moja, kamati ya maandalizi ya mpango wa pili wa maboresho ya mazingira ya biashara na uwekezaji, harakisheni kuandaa mpango huo ili utekelezaji wake uweze kuanza mara moja na kurahisisha mazingira bora kwa wafanyabiashara na wawekezaji wetu ambao sasa wameamua kuwekeza hapa nchini. Lakini mbili, kamati ya maandalizi ya mpango wa pili wa maboresho ya mazingira ya biashara na uwekezaji, kumbi tu, hakikisheni mnaweka vipaumbele katika kutoa huduma kwa haraka, kwa ufanisi na kwa kukidhi vigezo vya kimataifa ili kuendana na ushindani wa kibiashara duniani, tukiamini kwamba wawekezaji ambao tunawahamasisha leo, ambao pia tunatumia nafasi ya mkumbi tu, ni kutoka pande zote ndani ya nchi lakini pia kutoka nje ya nchi. Tatu, taasisi na mamlaka za udhibiti wa serikali na za serikali ambazo zitahusishwa katika utafiti na tathmini zetu zitoe ushirikiano kwa dhati kwa kamati ili iweze kuja na mapendekezo mahususi yenye malengo mapana ya nchi ambayo yataendana na dira ya taifa ya 2050. Hapa nilikuwa namaanisha kuwa kamati hizi zitapokuwa zinafanya tathmini yake na zinahitaji kupata maelezo, nyaraka kutoka taasisi yote ya serikali, basi taasisi za umma zijue kwamba hii ni kamati rasmi inayofanya kazi rasmi, na kwa hiyo wapate ushirikiano. Nne, kwa sekta binafsi. Sekta binafsi inahitaji kutoa mawazo ya kina, mapendekezo yenye manufaa kwa kamati zetu kuhusu maboresho yanayohitajika ili Tanzania iendelee kuwa na kivutio cha wawekezaji wa ndani na nje. Na niwahakikishie kwamba dhamira hii ya serikali kwa kuwashirikisha sekta binafsi, tunalenga kuifanya Tanzania kuwa ni kivutio na ni kitovu cha biashara kwenye ukanda wetu. Na hivyo basi hakikisheni kuwa jumuiya zenu za wafanyabiashara wadogo, wakati na wakubwa, hakikisheni kwamba zinashirikishwa katika mchakato huu na kupokea maoni ya wadau na kuhakikisha mapendekezo hayo yanakidhi mahitaji yetu. Tano, ingawa tunategemea kamati itakuja na mapendekezo mapya, taasisi zote zinazohusika na mazingira ya kibiashara ziendelee kutoa huduma kwa ufanisi na weledi ili kupunguza urasimu ambao unaweza kusumbua wafanyabiashara na wawekezaji wetu, kwa lengo la kuongeza utoaji wa huduma wa haraka na kuongeza uwazi zaidi, hasa katika utoaji wa vibali, nyaraka na maeneo mengine. Sita, natambua kwamba kuna juhudi zinazofanywa na baadhi ya mamlaka za udhibiti kwa kuungana katika kufanya kaguzi kwa lengo la kuokoa muda wa wawekezaji. Wakati tunasubiri maboresho kupitia mpango wa pili, ziendelee kusisitiza kuwa taasisi zote zenye uwezekano wa kufanya kaguzi kwa pamoja ziendelee kufanya hivyo ili wawekezaji na wafanyabiashara waweze kutumia muda wao katika uzalishaji. Na hili nalizungumza kwa sababu wakati mwingi tumekuwa tukipata malalamiko hasa kutoka eneo la bandari ambalo lina taasisi nyingi zinazofanya kaguzi za bidhaa mbalimbali, kwamba kila taasisi inataka kufanya kazi peke yake. Kila taasisi inafanya kwa utaratibu wake, jambo ambalo linasababisha kuchelewa kutoka mizigo bandarini, linasababisha gharama za uhifadhi wa mizigo bandarini. Hii haikubaliki. Na kwa hiyo basi taasisi zote za kaguzi endeleeni kuwa na vikao vya pamoja. TIC kutana na taasisi hizi zikae pamoja na watafute mfumo ambao utarahisisha kukagua bidhaa yote inayoingia nchini na iwe wa muda mfupi na gharama pia ziwe nafuu, ili kuwasaidia kuingiza mzigo nchini na kutoa bandarini kwa gharama nafuu. Haya ndio maelekezo kwenye eneo hili. Nikiwa naendelea kumalizia, ninao hapa mawaziri wa wizara ambazo pia nazo zina mchango mkubwa kwenye uwekezaji na ufanyaji biashara hapa nchini.
nao ni waziri wa viwanda na biashara, waziri wa mambo ya ndani ya nchi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, kazi, ajira na vijana na wenye ulemavu, waziri wa nchi, ofisi ya rais, mipango na uwekezaji, kuhakikisha kwamba timu hizi kamati zinapofanya kazi wakati wote mnafuatilia mwenendo wao katika utekelezaji wao, ili majukumu tuliyowapa leo waweze kutekelezwa katika mazingira rahisi, lakini pia mapendekezo ambayo yanapokea kutoka kwa wawekezaji na wafanyabiashara panapohitaji kufanya mabadiliko ya kisheria, panapohitaji maboresho ya kanuni inayopelekea kufanya biashara kwa urahisi, basi utekelezaji wake uwe ni wa haraka, ili wafanyabiashara waendelee kufanya biashara zao kwa uhakika zaidi. Ndugu wawekezaji wetu, niendelee kuhakikishia kwamba serikali yetu inayo dhamira ya dhati ya kuboresha ufanyaji biashara hapa nchini, ya kuboresha uwekezaji na masharti yake, na kwa kuunda timu hizi leo za Mkumbi tu tunakwenda kuimarisha zaidi, mafanya zaidi maboresho katika kupanua uwekezaji hapa nchini na kujenga mazingira rahisi ya uwekezaji wetu kufanya biashara bila kuwa na vikwazo mbalimbali. Na kwa hiyo basi tuendelee kushirikiana na wawekezaji wetu, muendelee kuwa na uhakika kwamba nchi yetu imefanya haya kwa malengo la kukufanya wewe mwekezaji uweze kuongeza mtaji wako, upanue teknolojia yako na uongeze ile changamoto, fursa ile changamoto yetu tunayo ya ajira hapa nchini. Na kama ambavyo imezungumzwa awali, mafanikio haya yametokana na utekelezaji wa mpango wa kwanza, na kwamba singeweza kufikiwa bila utashi wa maelekezo ya kiongozi wetu wa nchi, rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan, kwa kutoa kibali cha kuimarisha ushirikiano kati ya serikali na wadau wetu wa maendeleo. Kipekee nitumie nafasi hii kutoa shukrani kwa wadau wote wa maendeleo walioko hapa: Benki ya Dunia, Umoja wa Ulaya, tunashukuru sana kwa uwepo wako, sekta binafsi na taasisi zote ambazo zinafanya kazi za uwekezaji, TCCIA na taasisi nyingine zote ambazo sijataja hapa, pamoja na Trademark Africa ambao wameshiriki kamilifu katika kutoa maoni yao ya maboresho ya ufanyaji biashara hapa nchini. Tunashukuru kwa mchango wenu mkubwa kwenye uwezeshaji wa mazingira ya biashara hapa nchini. Niendelee kuhakikisha kwamba serikali inao utayari wa wazi na makusudi kuhakikisha kwamba tunaendelea kupokea maoni yenu, mawazo yenu na ushauri wenu, hasa wakati huu tunapokwenda kuwezesha kamati za maandalizi ya mpango wa pili wa unaojulikana kama Mkumbi. Baada ya kueleza haya, wakati ule tulipokuwa tunapokea maelezo mbalimbali kutoka wadau waliosimama hapa mbele yetu, yuko mtendaji wa kama sio TCCIA au TPCF alisema halmashauri za wilaya ziendelee kuangalia tozo zinazotozwa na halmashauri ambazo zina